hii machungu ambayo niko nayo inanifanya ni kuwe naongea mambo ambazo mengine sipaswi kuzungumza kwa sababu ni mambo yako kwa process sasa hivi tunayafanya. Lakini naomba kuhakikishia kwamba Samia anadondoka. Kwa mambo ambayo ninayajua na ninashirikishwa na watu wingi juu ya kuparalyze serikali, na kuhakikishieni kwamba Samia Suluhu Hassan pamoja na majizi zake yanaondoka. Naomba kutoa taarifa moja ambayo kama itakuwa sio ya kweli, tunamuomba huyu mtu aje aseme ni uongo kwa sababu nataja jina yake. Leo nimekuwa na wageni watu 4. Na katika hizo watu 4, mmoja ya hao ni mwajiriwa halali ya mahakama ya ICC. Tulikuwa na miadi ya kukutana kwa ajili ya coffee na mazungumzo za kawaida, na wakakuja kwa maeneo ya nyumbani kwangu. Tukapata muda mzuri ya kuzungumza mambo mingi ya kidunia, mambo ya kimaisha, lakini sana sana muda nyingi tumetumia kuzungumza future ya Tanzania na nini itakuwa inatokea sasa kwa nchi yetu. Kwa kauli ya miongoni ya hawa jamaa ambayo nimezungumza nayo leo, ameniambia hivi. Jina yake kwa sababu tu amezungumza na mtu mkubwa sana Tanzania, alizungumza na Ashe Rose Mwigiro, kama nimekuwa nafanya jina sawa. Huyu mjamaa anaitwa Stephen Pauls. So ile watu alirekodi, na mama yetu Ashe Rose anamjua nani ni Stephen Pauls kwa sababu ni mtu ambaye ametumika naye kwa miaka za nyuma kwenye taasisi za UN, kwenye taasisi za mataifa. Huyu mzee akaniambia kwamba yeye anafahamu peke yake, kwa binafsi yake anamfahamu Ashe Rose kwa sababu ni mtu katumika nayo, na akanihakikishia kwamba huyu mama ni mtu alikuwa na nidhamu sana, na ni mtu ambaye ana good reputation. Sijui Kiswahili yake itakuwa ni nini vizuri kueleza, lakini ni mtu ambaye yuko na reputation nzuri wakati akiwa akitumika. Huyu bwana tabia nzuri. Huyu bwana kanambia tena kanambia story kama huyu mama alikuwa ni katumia lugha, alikuwa ni miongoni mwa tools ambayo tunatumia kwa kazi yetu. Alikuwa ni mashine ambayo tunaitumia ikuwe mambo zetu zikuwe uzuri, kwa sababu tu ya busara na hekima ambayo Mungu kamjalia.